Waamuzi sura ya 6. Biblia inasema maneno yafuatayo. Tutaanza na sura ya 6 kuanzia mstari wa 11. Mazingira yaliyoleta ujumbe huu katika Biblia ni kwamba taifa la Mungu, Israeli, walikuwa wanaonewa. Wanaonewa na nani? Wamidiani. Taifa la Mungu, Israeli, walikuwa wanaonewa na watu gani? Wamidiani. Walikuwa wanaonea kwenye eneo gani? Wakilima wanawanyang'anya mazao. Wakiwa na mifugo wanawanyang'anya mifugo. Mpaka wakati mwingine wanawanyang'anya wanawake wao. Wakati mwingine wanawateka mpaka watoto wao. Ndivyo walivyokuwa wanafanya. Na mara nyingi hali hiyo ilikuwa inawajia Waisraeli kwa sababu wametenda dhambi. Wamemwacha Mungu wao. Kama ambavyo imeandikwa kwenye kitabu hicho cha Waamuzi sura ya 3. Amesema hivi, sura ya 2. Ni sura ya 2. Anasema sura ya 2 mstari wa 11. Wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia Mabaali. Wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri. Wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote. Wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana, akaghadhibika. Wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Maashtorethi. Hasira ya Bwana ikawaka Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao, kuwatenda mabaya kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyowaapia, nao wakafadhaika sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mmeona? Kwa hiyo yale yaliyotokea kwenye sura ya 6 ni kutokana na haya maelezo hapa, kwamba wana wa Israeli kila walipokuwa wanamwacha Mungu, Mungu alikuwa anawaacha kwa maadui zao. Zamu hii maadui waliokuwa wanawatesa ni Wamidiani. Wakawatesa sana, wakawafanyia uonevu mkubwa. Sasa neno la Mungu linasemaje? Ndiyo, malaika wa Bwana, mstari wa 11, akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Yaani pamoja na kwamba Wamidiani wanakuja na chukua ngano yao, wanakuja wanachukua shairi yao. Kama ni huku kwetu wangechukua mtama, wangechukua mahindi, wangechukua karanga, wangechukua zabibu. Walikuwa wanakuja wanachukua mazao yao yote. Sasa yeye akajitahidi, akapenya, akaenda akavuna angalau kidogo, na ili asionekane na wale watu, akaenda akaingia ndani ya shinikizo. Shinikizo lilikuwa na chimbwa chini, kwa hiyo ni rahisi kuingia huko ndani ukafanya mambo yako, halafu maadui wale wasikuone. Ndicho ambacho Gideoni alifanya.
akawa amejificha, anapura ngano, yaani anapiga piga ili itoke kwenye masuke iwe ngano. Sasa hapo hapo ndipo malaika wa Bwana akamtokea. Malaika huyu alipomtokea akamwambia, mstari wa 12, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Sisi tunajua Mungu ametuacha, kwa sababu kama Bwana angekuwa pamoja na sisi, haya mambo yasingetupata. Sisi tunajua Mungu hayuko pamoja na sisi, kwa sababu angekuwa pamoja na sisi, haya mambo yasingelitupata. Ni sawasawa na sasa kwamba labda tunaumwa, kansa imetuonea, ukimwi, utasa, umaskini, watoto wanaharibika, wamekuwa wavuta bangi, wamekuwa majambazi, mambo hayako sawa, waliooa wanaacha wake ovyo ovyo, walioolewa wanaacha wake zao wanaenda kwa wanaume wengine, wanawake wanaojifungua wanafia kwenye kujifungua, wanafia kwenye operation table. Mambo hayako sawa, tunaonewa, yaani mambo ni magumu huku na huku, tunaonewa kiroho, tunaonewa na kimwili. Sasa utasemaje wewe Mungu uko pamoja na sisi? Sisi tunajua mambo haya yote yanatujia kwa sababu wewe Mungu umetuacha. Ndivyo Gideoni anamwambia malaika wa Bwana. Usisahau somo letu ni roho wa ahadi, Roho Mtakatifu. Lakini haya ndio yatatufanya kuelewa tunachotaka kujifunza. Sasa neno la Mungu linasema, Bwana akamtazama akasema. Kumbe huyu malaika wa Bwana hakuwa malaika, alikuwa ni Bwana mwenyewe kwenye sura ya mwanadamu, na ndio maana akatajwa kwamba ni malaika, lakini alikuwa ni Bwana mwenyewe. Ndio maana akamjibu hapa, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uweza wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Mstari wa 14 huo. Je, si mimi ninayekutuma? Kwa sababu Gideoni kwenye mstari wa 13 amesema, haya mambo yanatupata, wewe Mungu uko wapi? Na kama ndivyo hivyo, yako wapi matendo makuu ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Gideoni anazungumza mambo mangapi? Ana maswali mawili kwa Mungu. Swali la kwanza, wewe Mungu kama uko pamoja na sisi, kwa nini yametupata mambo haya? Swali la kwanza. Swali la pili, yako wapi yale matendo ambayo huambatana na hao watu unaosema ni watu wako? Mbona sisi baba zetu alitusimulia, kwa mkono wa Musa uliwapiga maadui zao, kwa mkono wa Musa bahari ya Shamu iligawanyika, baadaye kwa mkono wa Yoshua mto Yordani ulisimama, Yeriko ilianguka, Ogu na Sihoni aliuawa, na ukawashindia na ni vita vingi. Hata Waamaleki uliwamaliza juu ya uso wa nchi kwa mkono wa Yoshua mtumishi wako.
Yako wapi matendo makuu? Ukisikiliza vizuri, kama unasoma Biblia, linakuja wazo lile lile ambalo Elisha mtumishi wa Elia alinena. Baada ya kuwa Elia ametwaliwa kwenda mbinguni, Elisha alisema, akiwa na vazi alilolipokea kutoka kwa Elia, yuko wapi Mungu wa Elia Mtishibi? Yuko wapi Mungu wa Elia Mtishibi? Sasa nitakuwa ninapita katika somo hili kuanzia leo mpaka Jumapili. Naomba unisikilize sana, na lengo langu umjue na uweze kutembea naye anayeitwa Roho wa ahadi, anayeitwa Roho Mtakatifu. Uzijue nguvu zake, ujue alivyo, ufanye kazi anazotaka zifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwenye hii habari tutatohoa hapo kanuni kadhaa za rohoni. Gideoni yupo kwenye matatizo anayoyaona, na kama ni kuomba watakuwa wameomba. Ukisoma hapo mbele, taifa zima walimlilia Mungu, na ndio maana akawatumia na nani huyo malaika. Lakini Mungu bado anawaambia, Mungu yuko pamoja nawe Gideoni. Huu uwezo tu wa kupata ujasiri ukatoka ukaenda kuvuna mazao ambayo taifa zima wanaogopa kwenda. Elewa hivi tu ni kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Na kwa kuwa unatamani yale mambo yaliyofanyika kwa mikono ya waliokutangulia, basi mambo yale yale yatatokea kwako. Wewe ni shujaa. Nenda kwa nguvu hii. Nenda kwa nguvu hii. Mimi si nimekutuma? Nenda. Hayo unayoyatamani yatafanyika hakika. Hayo unayoyatamani yatafanyika hakika. Wewe Gideoni, nenda. Nenda kwa nguvu hii. Sasa unajiuliza, nguvu inayosemwa hapo iko wapi? Hajamuua adui hata mmoja, hajafanya muujiza hata mmoja, lakini anaambiwa na Bwana mwenyewe, nenda katika nguvu hii. Na kwa kuwa yameandikwa yapate kuwa mafundisho kwetu sisi, kila andiko limevuviwa na lafaa kwa mafundisho, lafaa kutuongoza, lafaa kutuadibisha katika njia ya haki. Sasa sikiliza. Kumbe katika ulimwengu tulionao, nisikilize sana kwa makini. Ni rahisi kuelewa vibaya nilichokuwa nasema kwenye somo kabla ya hili. Nilikuwa nazungumza juu ya Roho Mtakatifu, na kuna vitu kadhaa nilivisisitiza. Nitaviendeleza kwenye somo linalofuata, lakini nisikilize. Mara nyingi watu tunaotafuta Mungu atutumie, huwa tunadhani hatunaye Mungu kwanza, kwa tunakwenda kumtafuta Mungu. Hilo ni kosa. Ndio sababu utasikia simulizi za watu. Kuna watu walikuwa wanakwenda milimani kwenda kuomba, badala ya kuja na Mungu wanakuja na mapepo. Badala ya kuja na mafunuo wanakuja na mambo ya ukengeufu, wakisema Bwana alisema nao mlimani. Kinachowachezea
na kinachosababisha badala ya kumwona Mungu wamwone shetani ni kitu kimoja. Ni lazima kabla ya mambo yote uamini na uwe umeshawishika kutoka moyoni mwako ya kwamba unaye Mungu. Hujasikia? Ni lazima ushawishike kutoka moyoni mwako, uwe na imani thabiti ya kwamba Mungu unaye. Kwa nini? Kwa kuwa uliokoka kwa kuiamini injili ya Yesu Kristo. Uko naye Mungu. Hata kama hujatenda muujiza wowote, hata kama hujasikia hizo sauti wanazosema watu wa Mungu wamesikia, walivyosikia ndio wakatenda miujiza 1, 2. Hata kama hujaona hayo maono ambayo wengine wanasema waliona, hata kama hujaona hao malaika ambao watu wengine wamesema waliwaona, halafu ishara kubwa kubwa zikafanyika, ni lazima uamini kwanza unaye Mungu. Amini kwanza. Kabla Mungu hajaanza kuonekana kwenye maisha yako, amini kwanza unaye. Kabla Roho Mtakatifu hajaanza kufanya chochote kwenye maisha yako, usianze na kudhani huna. Amini unaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema katika somo letu tutajifunza tofauti na tulivyozoea. Utakuta kwenye makanisa watakuwa wanakuambia yule ana upako mkubwa, yule ana upako mzito, ila yule hajapakwa mafuta. Unaona? Hiyo ukija katika kweli ya kibiblia ya Agano Jipya ni kosa. Kwa sababu kile tunachokiita upako ni swala la namna mtu anavyojua kushirikiana na Roho Mtakatifu. Ni swala la namna anavyojua kushirikiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mnaposifia hivyo, labda mnamsifia yeye, lakini hamumsifii Roho Mtakatifu. Anayetenda katika maisha ya yote ni Roho Mtakatifu, na ili atende lazima apewe nafasi. Kwa hiyo ujue namna gani unajishusha ili yeye adhihirike, namna gani unashirikiana naye ili atende. Hicho tu. Kwa sababu ulivyookoka Yesu uko naye, ulivyookoka Roho Mtakatifu uko naye. Ndiyo maana Gideoni anaambiwa malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Kwa hiyo wana wa Mungu, nataka niwaambie jambo la kwanza kubwa. Tukitaka Mungu aanze kuonekana kwenye maisha yetu, tujue Bwana yuko pamoja na sisi. Bwana yuko pamoja na sisi. Bwana yuko pamoja nawe. Kwa nini hatendi? Kama yuko pamoja na mimi, kwa nini hatendi? Hapo ndipo penye jibu. Ukishaanza kusema tu Mungu yuko pamoja na mimi, lakini kwa nini hatendi? Mungu yuko pamoja na mimi, lakini kwa nini hatendi? Tayari umeshapata jibu. Ndio maana Gideoni alivyouliza hivyo, Mungu akamwambia, nenda kwa nguvu hii.
Umeelewa? Gideoni alivyouliza hivyo tu, Bwana akamwambia nenda kwa nguvu hii. Umeuliza yako wapi matendo yaliyokuwa yanatendeka na huyo Mungu kama tulivyosimuliwa. Mungu anamwambia nenda kwa nguvu hii, si mimi niliyekutuma? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa twende hatua kwa hatua. Twende hatua kwa hatua upate kuelewa. Maana yake ni hivi: unaamini kwamba Mungu uko pamoja naye. Unaamini ya kwamba Roho Mtakatifu uko pamoja naye. Lakini bado kuna mambo mengi ukawa huyajui yamhusuyo huyo Mungu Roho Mtakatifu, ndio sababu hatendi. Kwa sababu yeye anangoja ruhusa yako. Anangoja ushirikiano wako na yeye. Na kikubwa anachokitamani ni hamu yako ya yeye kuonekana akitenda, akikutumia. Nimesemaje? Hamu yako wewe ya kuona akitenda, akikutumia. Sasa cha kwanza lazima umjue. Na unamjua kwa kuangalia waliotangulia. Wakati Elisha alisema yuko wapi Mungu wa Eliya, alikuwa anarejea utendaji wa Mungu aliyemuona kwa Eliya. Elisha hakuwa na Biblia ya kusoma. Elisha hakuwa hata na maandishi yoyote yaliyoandikwa. Huyo Mungu yukoje? Hakuwa. Wewe na mimi tuna bahati. Tayari tunayo maandiko, tunaona Mungu alitenda vipi. Nataka ujue huyo Mungu tunayemwamini habadiliki. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Halafu kitu kingine, alichokitenda jana bado anakitenda hata leo. Ni swala tu la wewe kuingia kwenye huo ulimwengu. Tayari utaanza kutembea katika miondoko ile ile. Na kwa hiyo utatumiwa na Mungu kutenda mambo yale yale. Mungu anachotafuta ni mwanadamu duniani anayeyajua anayoyataka kuyafanya, ayafanya akimtumia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimeanza na hoja, nilisema Roho atatoka ndani mwako, atafurika kutenda mambo. Hiyo ndio inayoitwa nguvu. Atatenda mambo: kuponya wagonjwa, kufufua wafu, kutenda miujiza, kufanya watu waokoke, kufariji walio na huzuni, kuponya watu wenye shida ya akili, wamepata msongo wa mawazo, wamepata sonona, wamepata depression, wamepata nini. Roho Mtakatifu hata toka mbinguni, anatokea ndani mwako, anafurika, anaifunika nafsi yako, anaifunika roho yako, anatenda akikutumia wewe. Anatumia nini? Utashi wako. Anatumia nini? Uelewa wako. Anatumia nini? Anatumia mdomo wako. Anatumia nini? Anatumia macho yako. Lakini kwa kuwa umefunikwa, unachokiona hakitakuwa kile ambacho wengine wanaona. Unachokisikia hakitakuwa kile ambacho wengine wanasikia. Unachokielewa kwenye moyo wako kitakuwa sio kile ambacho wengine wanakielewa. Kutakuwa na nyongeza ambayo hiyo imesababishwa na Roho Mtakatifu. Gideoni, nenda, nimekutuma. Nenda kwa nguvu hiyo. Kwa kuwa unajua mimi ni Mungu ninayetenda. Unajua ninaweza kuwaokoa na adui zenu. Unajua ninaweza.
na wewe unatamani, basi Gideoni, nenda, ni mimi nimekutuma, nenda kwa uwezo huo. Kwa hiyo uwezo anaoambiwa Gideoni ni ile hali yake ya kujua Mungu alitenda kwa mikono ya Yoshua, Mungu alitenda kwa mikono ya Musa, na huyo Mungu hajabadilika. Yako wapi matendo hayo? Unasemaje mimi ni shujaa, wakati ona ninapokuwa napura ngano, napura kwa kujificha? Natamani ningemwona Mungu anayejibu, anayetenda. Sisi tunajua tulikuwa na Mungu, lakini sasa ametuacha. Ila Mungu anamwambia, Mungu yu pamoja nawe, shujaa. Hebu lipokee neno hili. Roho wa ahadi atende kazi na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe, shujaa. Usijihesabu upande wa wanyonge, jihesabu upande wa wenye nguvu. Usijihesabu upande wa walioshindwa, jihesabu upande wa walioshinda. Jihesabu upande wa waliopakwa mafuta, waliowezeshwa na Roho Mtakatifu. Halafu utayaona mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Roho Mtakatifu wengine wanayafanya magumu mno. Sio magumu kihivyo. Na Mungu Roho Mtakatifu kwanza ukutumia wewe, sio jambo gumu. Leo tuone tu kipengele hiki cha kujua Mungu alifanya nini kwa waliotangulia na hajabadilika. Wakati wa Elia, maadui wanataka kumdhuru Elia. Elia alisema, moto ukashuka. Elisha walitaka kuja maadui kuja kumkamata. Elisha alisema, wakapigwa upofu jeshi zima. Hakuna chakula. Elisha aliona chakula kinaongezeka, akatamka ikawa. Kwa hiyo huyo Mungu ukitamani aonekane, kwa sababu umetangulia kumwona kwa waliotangulia, moyoni kuanza kusema, yuko wapi Mungu wa Biblia? Yuko wapi Mungu wa Yesu Kristo? Yuko wapi Mungu wa mitume? Yuko wapi Mungu wa manabii? Hiyo ndiyo njia rahisi ya kumfanya Roho wa Mungu adhihirike kupitia maisha yako. Atatenda mambo makubwa ambayo unatamani ayafanye, akikutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo najua kuna kitabu kwenye Biblia kinaitwa Matendo ya Mitume. Matendo. Na kuna mtumishi wa Mungu mmoja aliandika kitabu akakiita Matendo. Walikuwa wanatumika wote wawili, mke na mume. Alikiandika Matendo ya Daisy, mke wake alikuwa anaitwa Daisy na yeye alikuwa anaitwa Osborn. Matendo ya Daisy na T.L. Osborn. Kwa sababu Mungu aliwatumia kwa namna ya ajabu sana. Siku moja ukumbi mkubwa kuliko huu ulikuwa umejaa wagonjwa. Mke wake T.L. Osborn akajaa roho, akazunguka jengo. Sio kwamba ameingia ndani, amezunguka jengo. Kila aliyekuwa mgonjwa kule ndani, ni kiwete alisimama akatembea, ni kiziwi masikio yalifunguka, ni mtu ana mapepo yalimwachia. Wagonjwa waliokuwa kwenye stretcher, kwenye machela wameletwa, wanangoja mhubiri asimame hapa waombee, walishangaa tu wanapona, wanasimama. Mhubiri hayuko ndani, yuko nje, amezunguka jengo mara moja tu. Mungu amewatumia kwa namna ya ajabu sana. Siku moja kwenye mkutano mmoja, Yesu akamtokea Osborn, akamwambia kuna mtu hapa
ambaye amepata ajali na mbavu zake mbili zimevunjika, na akaona Yesu anazirudisha zile mbavu zinakuwa kama mpya. Na yule mtu alikuwepo kwenye mkutano na kweli akapona kabla hajaombewa. Inawezekana vipi? Inawezekana tu kwa wewe kutamani hayo ambayo yametangulia kufanywa na wengine yafanyike kwenye maisha yako. Hapo ndipo Roho aliyeko ndani mwako atadhihirika kutenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ndani utakuwa umesema, yuko wapi Mungu wa mitume? Yuko wapi Mungu wa manabii? Yuko wapi Mungu wa Biblia? Yuko wapi Mungu wa Musa aliyesababisha bahari ya Shamu kugawanyika? Aliyesababisha mambo makubwa kutendeka kule Misri kwa mikono yake. Huyo Mungu hajabadilika. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 10. Hebu sema, yuko wapi Mungu wa Elia? Sema tena. Hiyo ni sauti ya mtu mwenye wivu wa kutaka kuona yaliyofanywa na mwingine yanawezekana kufanywa kwenye maisha yake. Alinayetamani namna hiyo Mungu atafanya. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Hebu sema, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Rudia tena. Hebu jiulize sasa, je, mimi Mungu niko pamoja naye? Sema 1, 2, 3. Je, mimi niko na Mungu? Je, Mungu yuko pamoja na mimi? Jibu la swali hilo kabla hujaanza kubabaika, unaye. Mungu uko naye. Kwa nini? Umemwamini Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini hujatamani huyo Mungu uliye pamoja naye atende kazi pamoja nawe. Yesu alitangulia kusema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14. Yesu alisema hivi, usisahau somo ni Roho wa ahadi. Tunataka tuone akitembea, akitenda kama alivyokuwa anafanya huko nyuma. Angalia Injili ya Yohana sura ya 14. Tutasoma kuanzia mstari wa 21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Mstari wa 23.
Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kabla hujatafuta kubadilisha maana ya maneno haya, nataka tu ujue wewe ulivyoamua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umetangaza kumpenda. Na kwa sababu umetangaza kumpenda, wewe unashika amri zake, yaani unashika neno lake, unaliamini. Na kama umekuwa unafanya kwa mchezo, anza kufanya kwa userious. Yashike maneno ya Mungu, yale unayoyaelewa yatende. Kama yamesema acha hiki, acha. Kama yamesema fanya hiki, fanya. Lakini jua ya kwamba kwa sababu umemwamini Yesu, uko naye. Sio baada ya kutimiza hiki ama kile. Mungu amefanya makao ndani mwako kwa sababu ya kumwamini Yesu. Mungu amefanya makao ndani mwako. Na kwa sababu amefanya makao ndani mwako, atajidhihirisha. Ndio maana anasema katika sura ya 12 mstari wa 14, anasema hivi. 12 hiyo 14:12, samahani. 14:12 anasema hivi, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, na kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Unamwamini Yesu? Amesema na wewe utazifanya kazi hizo. Sasa mimi najiuliza, wewe leo una mwaka umeshaokoka, una miaka 2 umeshaokoka, wengine hapa ni miaka 10, wengine hapa ni miaka 20, wengine hapa hata ni zaidi ya 30. Uko na Yesu Kristo, lakini bado humwamini Mungu, humwamini Yesu kwa chochote, mpaka uende usafiri kwenda Mbeya ukamwone Mungu, usafiri uende Mwanza ukamwone Mungu. Wengine nilienda mimi siku moja nilienda Nigeria, nikawaona watu wamesafiri kwenda Nigeria ili wakamwone Mungu huko. Mama mmoja alikuwa na baba yake mgonjwa, anataka akapone Nigeria, lakini tulipanda ndege wote, alienda Nigeria, aliombewa, baba yule hakupona. Na wagonjwa wengine nilienda nao hawakupona. Baadhi yao walikuja kuponea kanisa letu la Dar es Salaam. Unajua kwa nini Mungu anafanya vitu kama hivyo, na wakati mwingine watu wanachanganyikiwa? Mama mmoja alikwenda Dar es Salaam kwa sababu amesikia shuhuda nyingi na TV zinaonyesha. Wakati ule mtumishi wa Mungu Kakobe anaonyesha Channel 10. Alikuwa na ukimwi. Akaenda Dar es Salaam, amekaa mwezi, anaombewa macho kwa macho, ana kwa ana, mubashara na mtumishi wa Mungu Kakobe. Hakupona ukimwi. Akarudi kwao Mpwapwa, kwenye kikanisa chetu kidogo. Wakati huo hata hakijapauliwa vizuri, maana walipaua mabati baada ya mimi kuwa hapa, lakini wakati walikuwa bado kimejengwa ovyo ovyo tu kikanisa. Mchungaji wetu sisi akamwombea ukimwi. Kwa nini unajua? Kwa sababu wengi wanadhani anayefanya haya ni yule mtu, lakini Biblia imesema aniaminie mimi. Sasa inawezekana anayekuombea hajamwamini Mungu kwa ajili yako, au wewe unayeombewa hujamwamini Mungu kwa ajili ya hicho. Ukitoa tu fikra yako kwenye haya ya kuwawaza watu,
ukarudi kumwaza Mungu na neno lake. Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Wewe ukiniwazia mimi, Mungu ataacha kutenda kwa sababu utanipa mimi utukufu itakapotendeka. Lakini ukiweka fikra kwa Mungu, utajua mimi nimetumika, na kwa hiyo utamtukuza Mungu. Muujiza wako utakuwa mwepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutoke kwenye hayo turudi kwenye somo letu. Ninasema hivi, tunazungumza wewe kumwona Mungu akitenda kwa ajili ya wengine na kwa ajili yako mwenyewe. Kwa sababu Mungu anataka umwone wewe mwenyewe maishani mwako na uweze kuwasaidia wengine, huyo Mungu uliyemjua. Ni wakati wa njaa, Eliya analishwa chakula. Kwa kuwa ameona akilishwa na huyo Mungu, anaenda kumshirikisha mwingine, naye analishwa kwa muujiza ule ule. Mungu anataka umwone wewe kwenye maisha yako, halafu uanze kuwa baraka na kwa wengine. Hebu sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiniamini mimi na kazi nizifanyazo. Petro, unaniona natembea juu ya maji? Ukiniamini mimi na kazi nizifanyazo, Petro, na wewe utatembea juu ya maji. Maana umeniona nikitembea juu ya maji na umeniamini. Swala la kutembea juu ya maji na wewe ni lako. Wewe nione nikiwa juu ya maji na wewe uko juu ya maji. Nione nikiwa nafufua wafu na wewe unafufua wafu. Nione nikiwa nazidisha mikate na wewe utazidisha mikate. Nione nikiwa nafanya viwete kutembea na wewe utafanya viwete watembee. Unaniamini mimi na kazi nizifanyazo. Macho yako yako kwangu, sio kwenye upepo. Macho yako yako kwangu, sio kwenye yale mawimbi. Basi utatembea juu ya maji. Macho yako hayako kwenye namna kifo kinavyotisha, ila yako juu yangu mimi niliyeshinda kifo. Basi utafufua wafu. Macho yako yako juu yangu, huangalie ugonjwa ulivyo mkubwa na unavyotisha. Basi utaponya wagonjwa na wewe mwenyewe utapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Aniaminie mimi na kazi nazozifanya, na atazifanya kazi nizifanyazo, na kubwa zaidi, kwa kuwa nakwenda kwa Baba. Nikienda kwa Baba, Roho wa Mungu atakuja atakayewabadilisha. Hamtakuwa wa kawaida, mtajaa uweza wa kumaliza yaliyo tatizo. Utavimeza vinavyowatisha watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivyo. Kwa hiyo bado narudia hoja zile zile. Gideoni, kwa kuwa unakumbuka, unaamini, umeelewa, hivyo ndivyo nitendavyo. Nilifanya na Yoshua, nilifanya na Musa, nilifanya na wengine waliowatangulia. Hayo unatamani yajirudie, basi yatarudiwa. Kwa kuwa umeamini nilivyo na sibadiliki, na umetamani hayo niliyoyatenda zamani yatendeke tena, nenda kwa nguvu hizo. Wewe ni shujaa, na mimi Mungu niko pamoja na wewe. Ukisoma sura ya 7 na sura ya 8 utaona Mungu alivyotenda matendo makuu. Akitumia watu 300, watu wengine 9,700 aliwakataa. Lilikuwa jeshi kubwa la watu 10,000. 9,700 aliwakataa. Mungu akachagua watu 300.
watakaozijua njia za Mungu, ndio hao Gideon akawatumia. Sasa usinielewe vibaya, Mungu anakutegemea. Kwenye hii simulizi muda hautatutosha kwenda kuangalia, lakini somo linalofuata tutaangalia. Gideoni aliambiwa, alipewa maelekezo, alafu akaambiwa mtakuwa na mitungi na mienge, mtakapokuwa mnakwenda mbele ya jeshi la adui zenu, mtaivunja hiyo mitungi, halafu ule moto ule mtakaokuwa mmeweka ndani ya hiyo nani, mfanye namna hii, halafu mwanze kupiga kelele, upanga wa Bwana na upanga wa Gideon, ikimaanisha kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, lakini Mungu hatafanya bila wewe, lakini wewe hautafanya bila Mungu. Lakini ili Mungu akutumie, ni lazima umwamini, kama yasemavyo maandiko, ukiona yaliyofanywa na waliotangulia. Hata ukiona yaliyofanywa na wengine kwa shuhuda kama wanazosema ni za kweli, angalia hayo, lakini ujue Mungu atakutumia wewe kama ulivyo. Na ndio maana Mungu hatumii mambumbumbu. Neno baya, lakini nataka nikwambie, Mungu anataka watu ambao akili yao inawaza. Ni lazima uwe unafikiri, kwa nini natoka kwenda kuuza chapati zinarudi kila siku? Ujiulize, halafu ndipo Mungu atafanya muujiza. Kwa sababu kwenye kujiuliza ndipo utajua makosa yako, halafu huko ndiko Mungu atakuongoza. Nimeolewa nikaachika, nimeolewa mara ya pili nimeachika, na hii mara ya tatu nataka kuachika. Je, ni shida ya wanaume tu au na kasoro fulani mwenyewe inayowafanya wanaume wanikatae? Kwenye kujiuliza hivyo ndiko utakapopata jibu. Kwa hiyo ni upanga wa Bwana na upanga wa Gideon. Ni kweli Mungu ndiye anayefanya, lakini tusisahau mwanadamu anayo nafasi. Kugawanyika kwa bahari ya Shamu, Musa anayo nafasi. Kusimama kwa mto Yordan, Yoshua ana nafasi yake, lakini aliyetenda ni Mungu. Mungu yuko hata sasa, anataka kufanya mambo mengi tu, lakini kwa sababu sisi wenyewe tumetulia, ni kama vile Mungu hayupo. Mungu yuko pamoja na wewe. Anza tu kutaka. Angalia Wakorinto wa kwanza sura ya 14. Wataka wagonjwa wapone, tamani wapone, alafu toka Mungu akutumie. Unataka miujiza, tamani, toka, taka Mungu atende, uone kama hatatenda. Atatenda. Biblia imesemaje? Sura ya 14 wa Korinto wa kwanza, ufuateni upendo na kutaka sana. Kama ni Biblia yako weka alama hilo neno, kutaka sana. Kutaka sana karama za rohoni, ambazo ni neno la hekima, neno la maarifa, kupambanua roho, imani, matendo ya miujiza, karama za kuponya, unabii, aina za ndimi, aina za lugha na tafsiri za lugha.
tamanini sana, takeni sana karama za rohoni. Umetaka sana, umetamani sana, Mungu lazima atainua mojawapo iliyokuu. Kama kuna wagonjwa, karama iliyokuu ni karama za kuponya. Kama kuna mambo fulani yametatana, karama iliyokuu ni matendo ya miujiza. Kama kuna mambo fulani, karama iliyokuu ni imani. Karama mojawapo itaonekana na yatafanyika mambo ambayo hayajawahi kufanyika, kwa sababu wewe umetamani. Wapendwa, Mungu uko pamoja naye na Mungu yuko pamoja nawe. Unajua haya ni maneno mawili, lakini yakiwa kikamilifu ndipo inakuwa halisi. Mungu yuko pamoja nawe na wewe uwe pamoja na Mungu. Ndio kisa cha lile neno kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu maana yake ni kutaka kuona yale ambayo amesema yatafanyika, ukaanza kutaka yafanyike. Huko ndiko kumtafuta Mungu. Walimu wengine wamependa kugeuza hilo neno, lakini mimi nilipenda tuendelee kulisema hivyo hivyo kwa lugha ya Agano la Kale. Kumtafuta Mungu. Hilo neno walimu wanasema ni kosa, na kweli utakapofika kuelewa sana ni kosa kulitumia. Unamtafutaje Mungu ambaye tayari unaye? Unamtafuta wapi? Kwani amepotelea wapi? Mungu naye ni kweli, ila tutumie bado neno lile lile, tunamtafuta Mungu kwa sababu tunataka tuyaone yale aliyoyaahidi. Tunataka tuone akitembea namna alivyo kwenye maisha yetu. Hiyo ndio tafsiri yetu. Tunamtafuta, lakini tunajua yuko pamoja na sisi. Sasa sisi tukianza kumtafuta, maana yake tutakuwa pamoja naye. Mungu aliye pamoja nasi toka tumeokoka kwa mauti ya Yesu ya msalaba, yuko pamoja na sisi. Yuko pamoja na sisi. Sasa na sisi tuwe pamoja naye na tuamini hajabadilika, atatenda. Sasa tujiachie mbele zake, adhihirike, aponye. Unataka aponye kupitia nani? Ataponya kupitia wewe. Unataka aokoe kupitia nani? Ataokoa kupitia wewe. Atatenda muujiza kupitia nani? Atatenda muujiza kupitia wewe. Jamani, Yesu ameshajizidisha kwa kukaa ndani mwako. Wewe hapo ni Yesu. Unamwakilisha Yesu. Kila unapokuwa lazima aonekane. Halafu ukifika moyoni useme yuko wapi Mungu wa Yesu Kristo. Mambo aliyoyatenda yatendeke kupitia wewe. Jamani, unaweza tena kwa kutaka kwako. Kwa sababu Elisha alisema, kama isingekuwa kwa sababu namuona Yehoshafat na namheshimu, nisingefanya chochote. Ina maana Elisha alikuwa anafanya mambo yale kwa kutaka. Kwa hiyo ukitaka unaweza ukafanya, au ukitaka kumbania mtu asione neema za Bwana unaweza pia. Lakini Mungu hata ongeza neema kwa hao wanaokuwa na kitu lakini hawataki kukitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa ufupi nimesema hivi, Roho Mtakatifu uko naye, ila uanze kujifunza njia zake. Uanze kujua anavyotaka. Uanze kumwachia atende, akiitumia nafsi yako, akiitumia na roho yako. Adhihirike akiyatumia maisha yako. Hebu sema amina. Sema tena amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema maneno haya, Mungu yuko pamoja na mimi, na mimi niko pamoja na Mungu. Isitokee matatizo ya kufanya udhani Mungu hayupo.
Isitokee magonjwa ya kufanya udhani Mungu hayuko. Mungu yuko pamoja na wewe. Kwenye Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 15, nitasoma tu, muda wangu umeshaisha, na malizia hapo. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 15 mstari ni wa 2. Biblia inasema maneno yafuatayo. Anasema naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamin, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko pamoja nawe ukimtafuta. Ukitafuta kuliamini neno lake, yuko pamoja na wewe, naye atatenda mambo makubwa akikutumia wewe. Hivyo, na yeye hana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijifunza kumsikia Roho wa Bwana, tukajifunza kuongozwa naye, tukayajua mapenzi yake, yeye hana mtu duniani wa kumtumia isipokuwa sisi. Atakuwa ni yeye anatenda, lakini akitutumia sisi. Mwisho wa siku watu watadhani wewe una neema zaidi, una Mungu zaidi, lakini hata wao wasiotumika wanayo neema na Mungu wanaye, ila hawajajiachia kutumika. Sasa tunajifunza tujue namna ya kujiachia ili Mungu atutumie. Wewe hapo unaweza kutenda muujiza mpaka wakufufua mfu. Wewe hapo unaweza ukafanya watu wakaokoka kwa maelfu. Wewe hapo unaweza ukafanya mtu akapona ugonjwa wa kufa. Wewe hapo unaweza ukafanya mambo ya ajabu. Wewe hapo unaweza. Kwa sababu si kwa kiwango cha utakatifu wako, wala sio kwa kiwango cha umri unao kwenye wokovu, ni kwa kiwango cha kuamini na kumtegemea Mungu. Petro alisema haikuwa kwa utakatifu wetu, ila imani katika huyu Yesu imemfanya huyu kiwete mnayemuona atembee leo. Yuko wapi Mungu wa Elia? Yako wapi matendo makuu waliotusimulia baba zetu? Hilo liwe ni neno moyoni mwako, na uwe na wivu. Usimtafute Mungu kwa watu, mtafute Mungu kwako mwenyewe kwenye maisha na kutoka kwenye neno lake. Ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusimama.